atakayeshinda kwenye mashindano haya, yeye pamoja na kampuni ya 361 Degree watakuwa na jukumu la kulinda na kuijenga heshima ya taifa letu nje ya mipaka ya nchi yetu. Na mfahamu ndugu zanguni, taifa huwa linaharibika tu kupitia maeneo makubwa matatu. Linaharibika kupitia utamaduni, linaharibika kupitia michezo, na linaweza kuharibika kupitia habari. Hasa vyote viko ndani ya wizara yangu. Maana yake ninapowaoneni walimbwende kama nyie mnaoingia kwenye mchuano na kupata nafasi ya kubeba bendera ya taifa letu, mnalo jukumu pia kubeba utamaduni, kubeba utu wetu, heshima ya taifa letu kokote mpaka kwenda kupeperusha bendera ya nchi yetu. Mashindano haya yana kazi ya kubeba Kiswahili chetu. Mtafika mahala mtakuwa mnalazimika kuongea lugha za watu wa huko ili kueleweka, kwa sababu wakati mwingine huwezi kwenda kwenye taifa la watu ukawasemesha tu lugha yako. Unalazimika pia kutumia lugha yao. Na maana kama mashindano yenu mtakuta mnataka kuonyesha uwezo wa kuongea lugha tofauti tofauti, lakini usahau fahari ya taifa lako, lugha ya Kiswahili. Sambamba na hilo, tunajua kwamba tuko kwenye maandalizi ya mashindano ya AFCON, jambo ambalo Watanzania wamekaa katika mkao wa kula. Na niwahakikishie wanahabari na Watanzania, timu yetu inaendelea kujiandaa vyema. Daktari Samia ametupatia fedha za kutosha kwa ajili ya ujenzi wa miundombinu. Na hata jana siku ya Jumapili nilikuwa nakagua maandalizi ya viwanja vya mazoezi, mkandarasi akiwa yuko site. Niwahakikishie tu, maneno yanayotapakaa huko mtaani na kejeli na mipango miovu ya kutaka kuhalalisha kuahirishwa kwa mashindano ya AFCON kamwe hayatapata nafasi kwa kudra za Mwenyezi Mungu. Ratiba iliyopangwa iko vile vile, na rais wa CAF na executive team yake walishakaa wakakubali ya kwamba mashindano yatafanyika na Tanzania ni mwenyeji. Na rais wetu ameshalipa fedha zote za kuhakikisha kwamba mashindano haya yanafanyika wapi? Tanzania. Kwa hiyo maneno yale yanayoendelea kwenye mitandao, mimi kwangu nayaona ni kama chachu tu ya kutukumbusha na kutuhamasisha ya kwamba AFCON inakuja. Kwa sababu naamini kila mtu akisema la kwake ni sehemu tu ya kuboresha na kuchangamsha ubongo, lakini ratiba iko pale pale. Labda lije sisi tsunami kutokea wapi, lakini tunamuomba Mwenyezi Mungu aliepushe taifa letu na mataifa ya Afrika na dunia kwa ujumla, tuendelee kuwa na amani na utulivu na mshikamano ili tuweze kufanikisha ndoto ya vijana wengi hasa wenye vipaji. Nimeangalia mwaka 1900 takriban miaka 75 iliyopita, Tanzania hii tunaiona leo iliwakilishwa na aliyowakilisha kwenye mashindano ya mamisi. Nilichofurahi zaidi ni Mchaga. Sasa kama kuna Wachaga hapa, mjue ya kwamba kama kuna misi aliyepatikana na kwenda duniani akaiwakilisha Tanzania mwaka 1967, 1967, huyo ni mtoto wa Kichaga. Ndio misi wa kwanza Tanzania kuingia kwenye mashindano ya mamisi duniani, anaitwa Teresa. Sasa Tanzania tumepata fursa ya kuwakilishwa mara 29. Kupitia kaka yangu hapa tunategemea mara ya 30 atapatikana kutoka kwenu. Kwa hiyo mashindano ya Miss World yanapotimiza miaka 75 atapatikana miongoni mwenu wa kwenda kuandika rekodi ya kuwa mwakilishi wa 30 wa taifa la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Ni heshima ya kipekee sana. Heshima hiyo utakayebeba usidondoshe, kwa sababu unaingia kwenye rekodi. Na ndio maana ukiangalia hata wakina Nancy Sumali wameingia kwenye rekodi. Waliopata nafasi ya kuwa kwenye 10 bora, waliopata nafasi ya kuwa kwenye 40 bora, waliopata wote wameingia kwenye rekodi.
naomba nawe ukiingia kwenye rekodi hiyo usituangushe.